Vita inazidi kushika kasi zaidi ambapo Israeli imeweza kupelekea mpaka sasa wa Palestina 50,000 kuuawa. Makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki 6 yalianza kutekelezwa Januari, lakini Israeli ilianzisha tena mashambulizi yake wiki iliyopita ambapo mamia wa Palestina wameuawa tangu wakati huo. Wizara ya Afya ya Gaza imeripoti kuwa idadi ya Wapalestina waliouawa kwenye vita vinavyoendelea imepita watu 50,000, ingawa takwimu hizi haziwezi kudhibitishwa kwa njia huru, lakini mashirika ya kimataifa kama Umoja wa Mataifa yanazichukulia kuwa za kuaminika kwa kiasi kikubwa zaidi. Vita hivyo vilianza baada ya kundi la Hamas kushambulia Israeli Oktoba 7 mwaka 2023 ambapo takribani watu 1200 waliuawa na zaidi ya watu 250 kuchukuliwa mateka. Licha makubaliano ya kusitisha mapigano kwa wiki 6, mashambulizi ya Israeli yameendelea wiki hii na kusababisha vifo vya mamia zaidi ya Wapalestina kuongezeka. Katika mashambulizi mapya, watu wapatao 30 wameuawa kusini mwa Gaza, wakiwemo viongozi wawili wa juu wa kundi la Hamas, Ismail Balihum na Salah al-Baliwili. Jeshi la Israeli lilisema mashambulizi yake yamewalenga viongozi hao wa Hamas wanaotumia maeneo ya raia ikiwemo hospitali kama ngao ya kujilinda, na lilikuwa limewakataza wakazi kuondoka kwenye maeneo ya mapigano. Hii ni moja kati ya taarifa ambayo nimekuletea kwa sasa kupitia Afya na Raha TV. Unaweza kutuma ujumbe wako na sisi pia tunaweza tukausoma kwa kile ambacho tunakiangazia kwa sasa kutokana na vita hii. Licha ya makubaliano Israeli kukaa mezani na kusitisha vita, lakini bado haijaweza kuleta suluhisho lolote la vita hii kukoma. Je, nini kinachopelekea hadi vita hiyo? Endelea kwa nasi na kutufuatilia ili kujua zaidi kwa kina, kukuletea habari hizi kupitia Afya na Raha TV. Ulikuwa nami Andrea Amos Masanje.